Ndugu watazamaji na wasikilizaji wa Tumaini TV na Radio Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya siku ya leo Jumatano. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 4 aya ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 9. Injili yetu leo hii inatoka katika kitabu cha mwinjilisti Mathayo, ile sura ya 5 aya ya 17 hadi 19. Tusikilize injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa TV Tumaini na Radio Tumaini, leo Kristo anatukumbusha ni nini maana ya ujio wake. Anakuja kama ukamilifu wa lile neno la Mwenyezi Mungu katika Agano la Kale, lile neno lililosemwa kwanza kabisa na mababu zetu, lakini pia manabii. Na kwa namna ya pekee leo anamzungumzia nabii Musa, ambaye aliwapa wana wa Israeli mwongozo au utaratibu. Na ndivyo ilivyo kwamba mimi na wewe kama wafuasi wa Mwenyezi Mungu, wafuasi wa Kristo, tunaalikwa kuishi katika utaratibu huo. Kama usemi mmoja usemao, mti uchanua vyema kama ukipata mvua ya kutosha. Lakini mvua hii ya kutosha ndiye Mungu mwenyewe, na ndiyo maana anatukamilisha leo hii na anatukumbusha leo hii, mimi sikuja kutangua Torati, nimekuja kuikamilisha. Na yeye anakuja kama mvua ya Agano Jipya. Anakuja kustawisha ule utaratibu ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe tayari alikuwa ameweka kwa wana wa Israeli. Ule utaratibu ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe ameniwekea mimi na wewe. Anakuja kama hiyo mvua ya baraka. Na ndiyo maana anakuja anasema sijaja kutengua, sijaja kubadilisha, ila nimekuja kuhakikisha kwamba utaratibu ule ule unaendelea kuchanua, unaendelea kumeremeta, unaendelea kung'ara. Na wewe ndugu yangu, wewe ndio ule mti ambao umepandwa pembezoni mwa mto, ambao bila haya maji hauwezi kuchanua wala kumeremeta wala kung'ara. Lakini kumbuka, maji haya ndio utaratibu wenyewe wa Mwenyezi Mungu. Sheria ile ile ya upendo, sheria ile ile ya amani, sheria ile ile ya msamaha, sheria ile ile ya haki, sheria ile ile ya huruma ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana yeye mwenyewe katika maandiko matakatifu, kitabu cha Mtakatifu Mathayo, anatuambia kwamba kuweni wakamilifu kama Mungu Baba yenu wa mbinguni ni mkamilifu. Ukitaka uweze kuwa hivi, ni lazima uendelee kutembea katika utaratibu wa Mungu. Lazima utembee katika sheria ya Mungu. Hauwezi kusema kwamba unataka kuchanua bila kupata rutuba. Na rutuba yetu ni Mungu mwenyewe, sheria yake ya upendo. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa kwa namna ya pekee kabisa tuendelee kumtumainia Mwenyezi Mungu, tukifuata taratibu zake, tukifuata sheria yake. Kama kipindi hiki cha Kwaresma kwa mfano, sheria ya Mungu inatualika kabisa tufanye toba. Tufanye toba. Wewe ndugu yangu, bado maisha yako ni yale yale tu kama ulivyokuwa Januari, ulivyokuwa Februari na utakavyokuwa Disemba. Sidhani kama Mwenyezi Mungu ndio utaratibu ambao ananijengea mimi. Utaratibu wake ni kwamba kipindi hiki cha Kwaresma tuwe watu wa toba. Tuwe watu ambao tunauendea uongofu. Tuwe watu ambao tunayaendea mabadiliko.
na kubadilika huko ni kufanana na Kristo, na kufanana na Kristo ni kufuata sheria yake, kufuata utaratibu wake. Labda mimi ni Mkristo ambaye sipendi sana kutoa zaka. Labda mimi ni Mkristo ambaye labda hata mahudhurio yangu katika ibada ya misa takatifu siku za Dominika ni changamoto. Labda mimi ni Mkristo ambaye hata kufanya matendo ya upendo ni changamoto. Nafikiri huu ndio utaratibu wa Mungu, na hii ndio torati ambayo anaizungumzia Kristo. Nikualike basi uendelee kuifuata hiyo taratibu, kufuata sheria ya Mungu kama tulivyopewa na Nabii Musa, lakini pia kama Kristo mwenyewe alivyosema, ili tuendelee kuchanua, tuendelee kung'ara na tuendelee kukua katika imani yetu kama Wakristo, lakini zaidi pia kama taifa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imetolewa na Father Valerian Kwai, padri wa shirika la Mtakatifu Yohane Bosco. Niwatakie siku njema.